naamini kwamba TFF anaoenda anachokitaka kitatimia. Kwa hiyo mimi sioni cha ajabu David. Sioni cha ajabu kwa sababu ni haki yao kwa mujibu wa kanuni za mchezo. Ndio ni haki yao kama klabu ya mpira ambao ni mwanachama wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika. Kwa hiyo inapoona kuna sehemu inaonewa au hata ni kweli, unajua David, kwamba kwenye duniani kote kwenye misingi ya haki, mimi kwa mfano wewe David, nikiwa na kudai hela, nataka nikupeleke mahakamani, lakini hela ambayo mimi nakudai nilipata kupitia wewe, nilikujua kupitia bwana X ambaye alikuja kukutambulisha kwangu na akaniambia wewe ni mtu mwaminifu na nini. Sasa mimi tukizinguana, tukishindwana, mimi nakupeleka mahakamani, lakini sasa ili kesi yangu iwe nono zaidi na muunganisha yule ambaye alikuleta kwangu. Yule ambaye alikuleta kwangu wewe na muunganisha ili sasa aje aseme deni hilo Fozi anakuwa husiki moja kwa moja na ulipaji, lakini namleta hapo ili aje aiambie mahakama sasa wewe David ni nani na hilo deni langu ninalipwa lini. Kwa essence ya Yanga kumweka Simba ni kwamba Simba husiki, hakuahirisha mpira, lakini kuna baadhi ya maelezo ambayo TFF hajui, hausiki nayo. Wao tu wanahusika kwenye alikuwa kuna baadhi ya masuala ambayo Simba waliyadai, kwa mfano kuzuia kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Haya masuala TFF hahusiki nayo. TFF inakuja kwenye kuahirisha mechi. Yaani TFF kwenye ile swala inaingia kwenye ile barua ya kwa umma ya kuahirisha mechi. Sasa kwa nini Simba pale wamewekwa na Yanga ni kwamba waje waseme ile, kwa sababu lazima Yanga kwenye ile swala la Simba kuzuia kufanya mazoezi kwenye malalamiko yao itakuwemo. Sasa ili lijadilike kwenye baraza la usuluhishi, lazima aliyelalamika kwamba kazuia kufanya mazoezi na yeye ajumulishwe hapo, ili sasa aje aseme mimi nilizuiwa na huyu ambaye aliahirisha mechi, na aseme kama kutokana na malalamiko ya huyu ya kwamba ya kama kazuia kufanya mazoezi, sisi tunaona kama chombo cha mpira huenda ingesababisha usalama kuwa hatarini, maisha ya watu wangekuwa hatarini. Sasa tukalazimika sasa kuahirisha mchezo. Kwa hiyo Simba amewekwa pale kwa sababu kuna baadhi ya facts ambazo ingia pale hapo anatoa taarifa kwa umma kwa kuahirishwa mechi na kuipanga tarehe nyingine. Lakini baadhi ya facts za kwamba aliyezuia mechi, aliyezuia mwenzie kufanya mazoezi, mabounce walikuwa pale na nini, hizo facts zinajulikana hapa wawili peke yake. Sasa ili zijadilike kwenye baraza vizuri, lazima muongeze na mmoja ambaye ni Simba, ili hiyo fact kwenye kikao ikawa ajenda moja kamilika. Kwa sababu usomweka huyu mmoja atakwambia mimi siusikira na nani, swala la huyu kuzuiwa kufanya mazoezi mimi siusikira nalo, mimi sifahamu, mimi sifanyi kazi Simba, mimi si afisa, sasa mimi ni afisa wa TFF. Unamweka na Simba sasa ili facts balance. Hiyo ndio essence ya kumuunganisha hapa. Mimi kiukweli kabisa David, kisheria na kiangalia kwenye misingi ya haki, of course kasi kama chombo cha haki kama mahakama kina wajibu wa kutoa fursa kwa kila mmoja kusikilizwa, na nimeona ametoa hiyo fursa kwa Simba nao kusikilizwa pamoja na TFF kwa sababu Yanga imelalamika. Lakini sioni kesi pale Yanga wakipata ushindi, sioni hoja hiyo kwa sababu unamlalamikia sababu TFF ameahirisha mchezo David kwa kanuni, amesite kifungu cha kanuni ambacho kinampatia mamlaka ya kuahirisha mchezo na akaweka sababu kwamba kulingana sababu 1 2 3 tunaahirisha mchezo. Sasa nikiangalia kasi kama chombo cha mpira, najua kitakuja na hoja kwamba TFF kama chombo cha mpira kina mamlaka ya kuahirisha mchezo wakati wowote kwa mujibu wa kanuni ambazo zimestaja, na hizo kanuni sio za kwao tu, wamezikopa kutoka CAF, kutoka FIFA pia wanafunga kama hivyo ambao vinaruhusu mchezo wa kombe la dunia, si mchezo wa kombe gani kuahirishwa muda wote. Kwa TFF hizo kanuni hazichukua kutoka mbinguni David, imezikopa kutoka kwenye mashirikisho ya mpira haya ya miguu ya Afrika na ya Sekafa pamoja na ile duniani. Kwa hiyo watawaambia kwamba TFF kama chombo cha mpira, hata sisi CAS, hata sisi CAF na organs zingine tuna uwezo muda wote tukiona mazingira ya ruhusu kuahirisha mechi. Ndio kilichofanyika hapa, kwa hakuna kosa. Kwa wataambiwa nendeni mkarudie mchezo. Kwa sioni of course ndio wanasema wana haki ya kwenda huko. Sitaki mimi kusema kama wamekosea, hajakosea. Ni haki yao, mimi ni wakili. Wanatoa fursa kwa kila mtu kusikilizwa. Lakini kwa maana ya maamuzi ya mwisho naona kabisa kwamba
ngome inakuja kubalance kwamba TFF hakuwa na kosa lolote, walikuwa sahihi kwa sababu walikoti kanuni inayoruhusu kuahirisha mchezo. Kama Biblia kama msafu kwamba unakuwa na kila kitu. Sheria inaandikwa, inatoa mwongozo mfupi, alafu mengine unakuta kwenye miongozo ya ndani. Kwa hiyo mimi na wewe sio wafanyakazi wa nani, sio wafanyakazi wa TFF David, wala sio wafanyakazi wa bodi ya ligi. Naamini kwamba ile kanuni ya 36 itakuwa na mwongozo wake wa ndani wa maelezo zaidi. Mwongozo huu unatoa hizo wanasema in detail directives. Najua na TFF watapeleka mbele ya baraza la usuluhishi la CAS kwamba ni kweli kanuni hii turuhusu, lakini kanuni haihitaji sababu, lakini sababu zipo kwenye miongozo ambayo ni mwongozo 1, 2, 3. Bwana, ndio maana nakwambia David, sioni sababu kabisa. Sioni, nikiangalia uchambuzi wa ndani wa Jicho la Haki, sioni possibility ya CAS pa Yanga point 3 za mezani. Sizioni hizo. Mchezo hajaahirishwa. Sioni possibility ya Yanga kupata point 3 za mezani. Yanga wakubali kurudi mchezoni, waache kitonga, wasitaki vitu vya bure bure. Wao ni wanaume, waingie uwanjani wacheze. Naam? Wamechoma na kauli zao. Sioni possibility ya Yanga kupata point, kwa sababu ingekuwa kwamba mamlaka ya mpira haikuahirisha mechi, Yanga amepeleka mechi uwanjani, Simba ndio amesusia. Simba ndio hakuingia uwanjani, alafu TFF ikainyima Yanga point 3. Ingeona Yanga ilikuwa na hoja kwamba kama timu ya upande wa pili ya kupeleka mechi uwanjani, kwa nini nyinyi mkutoa point 3 kwa waliopeleka timu uwanjani? Ila kwa sababu kila kitu, yani waamuzi wapo, kamishna ya mchezo yupo, si first official yupo, wote wapo wale wanaohusika na michezo wote kwa mujibu wa kanuni za CAF na FIFA. Alafu Yanga akapeleka mechi uwanjani, na refa akapuliza kitenga kuanzisha mchezo, alafu mechi kaahirishwa, alafu TFF akainyima point 3 Yanga. Hii ilikuwa ni ngoma nyepesi, saa 2 asubuhi walikuwa wanarudishwa pointi zao. Kwa mazingira haya, aliyelisha mpira sio Simba, ni mamlaka ya mpira. Na mamlaka ya mpira imetoa sababu zake. Sawa. Kwa hiyo ndio maana nakwambia. Sasa najua David, kwenye sheria usiangalie unguli wa mtu kwa maana ya uzoefu au umri. Angalia hoja, argumentation. Kwamba mazingira yaliyopo, tafsiri ya sheria sawa na mazingira kawaida. Hata kama David soma na sheria, unaiona hiyo fursa ya Yanga kupewa point 3, unaiona? Wewe sio wakili David, angalia mazingira kawaida. Kabisa. Na kumbuka kingine pia David ni kwamba mamlaka mpira ile taarifa ilikuwa ya dharura, imetoka masaa 8 kabla ya mechi. Kwa hiyo Yanga alikuwa ameshaichoka kwamba kuiona. Ingetoka saa 1 kabla ya mechi au nusu saa, sasa si tayari muda huo tukao tutapeleka timu uwanjani. David, taarifa imetoka asubuhi saa 2. Sasa mechi ilikuwa saa 1. Hawezi kujua kama ni bahati mbaya. Alafu kingine, kwa nini Yanga walipeleka basi nani? Sana mchana, mechi ni saa 1. Sasa baada hiyo sio bahati mbaya. Ni masaa mangapi David mpaka saa 1? Masaa 7 karibia 8. Obvious. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, lakini cha pili, kwa nini Yanga walipeleka basi Bunju? Kwa nini peleka basi Bunju? Utani gani wa jadi huo? Ndio maana nakwambia mimi nikiangalia kisheria hapo, sioni kabisa mazingira ya Yanga kupewa point 3 za mezani. Haipo. Mimi nakupa siku 30. Matokeo yatakuwa yameshatoka hili swala. Nitakuja studio nizungumze haya ninayosema tena. Nitarudia kwa mara nyingine. Naam. Mje niko nikiwa bado niko single. Bado nitakuwa nakuja hapo na mke wangu baadaye sasa. Nitakuwa nipate gari. Kija na mke wangu kabisa. Siji peke yangu.